Na swali ofisi Waziri Mkuu, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali langu namba 304 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Aris Kilungi Kaijage, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kulinda haki za wafanyakazi wote nchini wakiwemo wanawake. Hatua hizo ni pamoja na kufanyia marekebisho sheria ya kazi ikiwemo iliyopitishwa na Bunge mwezi Februari 2025, ambayo ni pamoja na mambo mengine imeboresha haki ya likizo ya uzazi kwa wafanyakazi wanawake wanaojifungua watoto njiti, kutoa mwongozo kwa waajiri wa kuandaa sera ya kuondoa ubaguzi katika maeneo ya kazi, kuendelea kufanya kaguzi maeneo ya kazi na kuchukua hatua stahiki kipindi inapobainika kuwepo kwa ukiukwaji, na kutoa elimu kwa wafanyakazi ili kuwawezesha kufahamu haki zao ikiwemo haki ya kufungua mashauri CMA endapo wameachishwa kazi isivyo halali. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa waheshimiwa wa bunge lako tukufu na mamlaka zinazohusika na wananchi kwa ujumla kushirikiana na serikali kutoa elimu ili kuhakikisha watumishi wanawake katika sekta zilizotajwa wanazielewa vizuri haki zao ikiwemo haki ya kuwasilisha changamoto wanazokabiliana nazo kwenye vyombo vya utatuzi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Dr. Kaijage. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nayo maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa vile kumekuwa na wimbi kubwa sana la wafanyakazi wa sekta binafsi na zisizo rasmi, wanawake wanapata ujauzito au kujifungua, huwa mikataba yao hawarejeshewi kwa sababu wanahofia ile likizo ndefu ya uzazi. Mheshimiwa Naibu Spika, je, serikali ina mpango gani kuwatetea wanawake hawa wa sekta binafsi na zisizo rasmi? Swali la pili, napongeza kwa sheria nzuri za kazi ambazo tumezipitisha. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ina mpango gani kuongeza nguvu ya rasilimali watu na fedha kwenye vyombo vya ukaguzi mahala pa kazi ili waende kwa wingi wakaone compliance ya sheria zile za waajiri kwa wanawake hawa? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge Kaijage kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze, amekuwa mfuatiliaji mzuri wa masuala ya haki za wafanyakazi na wanawake, lakini katika sekta zote. Mheshimiwa Naibu Spika, ukweli ni kwamba tayari kwenye mazingira ambayo mwanamke anapata ujauzito kazini, kwanza ni haki yake ya kisheria na imelindwa na msingi wa sheria ya ajira na mahusiano kazini, na imetambua kwamba inapotokea anapata ujauzito anayo haki ya kupewa likizo ya uzazi. Na katika eneo hilo, kwa muhimu ambao aliuona Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tulifanya mapitio pia ya sheria kuangalia hata wale wanawake wanaojifungua watoto njiti wakaongezewa siku. Ukiacha zile siku za kawaida, ikitokea amepelea katika kujifungua ndani ya wiki 36 labda imefika mpaka 40, na ndipo inaanza kuhesabika likizo yake ya uzazi. Lakini hatua nyingine ni kwamba anayo haki wakati baada ya kuwa amejifungua kupewa hiyo likizo, ni pamoja na mwenza wake kupewa siku za kuweza kumhudumia. Na sambamba na haki hiyo inaendana na Mheshimiwa Spika na haki ya mjamzito kupewa muda wa kwenda kunyonyesha katika kipindi chote ambacho atakuwa na. Kwa hiyo ikitokea kuna mwajiri ambaye anamfukuza mfanyakazi kwa sababu ya kupata ujauzito au mtoto labda pengine kwamba amejifungua, na hiyo kwenye sheria inatajwa kuwa ni unfair termination, na hatua zipo ambazo zinachukuliwa, na ni washauri ikitokea mwananchi yoyote au mwanamke yoyote ameona sababu za kufukuzwa kazi kwake kunapelekea au kuna viashiria vya kwamba imesababishwa na yeye kupata ujauzito au kujifungua, alifikishe mara moja shauri hilo kwa afisa kazi wa mkoa husika, na baadaye ashauriwe namna ya kupeleka shauri lake CMA, Commission for Mediation and Arbitration, kwa ajili ya hatua zaidi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.